السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، إخوتي المستمعين الكرام، ndugu zangu wasikilizaji wapendwa, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema nyingi na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, tunakuja kwa mara nyingine siku ya leo kwa ajili ya kuwaleteeni darsa muhimu, nalo kuthibiti kwa mwezi wa Ramadhani. Kama inavyofahamika ndani ya Qur'an, Allah Jalla wa Ala anasema inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikeena kaffa kama yuqatilunakum kaffa. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Hakika idadi ya miezi mbele ya Mola wako ni miezi 12. Katika miezi hii Mwenyezi Mungu ni tokea alipoumba mbingu na ardhi, na ndani ya miezi hii iko miezi minne mitukufu. Hii miezi minne ni mfungo pili tunaoita Dhulqaada, mfungo tatu unaoitwa Dhulhijja, na mfungo 4 unaoitwa Muharramun, ambao katika tarehe ya Kiislamu Muharramun ndio mwezi wetu wa kwanza. Lakini pia katika miezi minne mitukufu uko mwezi uliojitenga na miezi hii mitatu yenye kufuatana, 3 ashhur mutawaliyat. Hunaka shahrun mustaqillu bidhatihi, yani munfarid an ukhtiha, umejitenga na nduguze, ambao ni mwezi wa Rajab, uko kubaila shahri Allahil Karim, karibu kabisa na mwezi wa Mwenyezi Mungu mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Mwezi wetu wa kwanza ni Muharramun katika hesabu ya miezi. Mwezi wetu wa kwanza ni Muharramun, na mwezi wa 12 ni Dhulhijja kwa hesabu ya sisi Waislamu. Lakini kimazoea imeonekana kama mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa 12, kwa sababu watu wanapoanza ile mwezi mfungo mosi, tushazoea kuita mfungo mosi, wengine wanasema mtuongea uji, ule ni mwezi wa Shawwal, tukiuona kama ni mwezi wa kwanza, na ikifika mwezi wa Shaabani tunaona kama mwezi wa 12. Haya ni katika mazoea tu tulioarithi kwa wazee wetu, ndivyo walichokuwa wakienda katika sura hii. Lakini kisheria na kiutaratibu wa Uislamu katika kuweka kalenda yake, Muharram ndio mwezi wa mwanzo, ambao kwa hesabu hii ya kizamani Muharram ni mfungo 4. Na mpaka leo ukienda miji ya pwani, miji mbalimbali, watakuambia mimi nafunga ndoa mfungo 4 kwa maana ya Muharram, na Safar ni mfungo 5. Kwa hali hiyo, hii miezi yote ni miezi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipanga hali yake na majina yake toka alipoumba mbingu na ardhi, na ndani ikiwemo hiyo miezi minne mitukufu. Utaona hapa kwamba Ramadhani katika miezi minne haipo, lakini Ramadhani ndiyo mwezi wenye fadhila kuliko miezi yote hiyo ambayo tumeweza kuitaja. Hata hii mitukufu minne Ramadhani imezidia, kwa sababu yenyewe utukufu wake Allah Jalla wa Ala ameusema kipekee, yani istaqalla dhikru Ramadhan binafsihi, yani imetajwa na imejitenga katika kutamkwa ubora wake kuliko miezi mingine ikiwa peke yake, kama Allah alivyosema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Kwanza kautaja mwezi wenyewe, mwezi mtukufu Ramadhani, lakini pia akaonyesha utukufu wake wa kwamba ndiyo mwezi Qur'ani imeteremka ndani ya mwezi huo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuiteremsha Qur'ani akabainisha pia lengo la Qur'ani, hudan linnas, ikiwa ndiyo muongozo, ndiyo katiba yao wanadamu, ndiyo muongozo wa watu. Kwa hiyo angalia, ni mwezi ambao Allah Jalla wa Ala kaiteremsha katiba ya wanadamu
Qur'ani, kitabu kitukufu ambacho kimetoka kwake Allah Jalla wa Ala biwasitati Jibril, kwa ukati wa Jibril, ila bani al-bashar, kwenda kwa viumbe. Lengo ni kuwapa maisha yao ya dunia wayajue kupitia Qur'ani na miongozo hiyo, lakini vile vile maisha yao ya akhera. Kwa utakuta utukufu wa Ramadhani ni mkubwa kupita maelezo. Wa bayinati min al-huda, lakini pia Qur'ani ndio inabainisha mambo mengi kutoka katika huo mwongozo. Wal Furqan, na hiyo Qur'ani ndiyo kitabu pekee ambacho kimetenganisha kati ya haki na batil. Na yote haya na maelezo yote haya Qur'ani yameteremka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni vizuri sana kwa mfungaji ajue mwezi huu au miezi mingine yote inathibiti kwa kupitia njia gani. Kwa hiyo yathbutu shahr Ramadhan biihda turuqi thalathi, unathibiti mwezi mtukufu wa Ramadhani kati ya moja ya njia tatu. Njia ya kwanza, ru'yatul hilal, kuonekana kwa mwezi muandamo. Lazima mwezi muandamo uone. Lakini pia njia ya pili, au al-akhbar anhu, kupata habari juu ya kuandama kwake, kwamba mwezi umeandama. Hukuona wewe, njia ya pili hiyo, wewe mwenyewe hukuona, lakini kumekuja habari ambayo imethibitishwa kwamba mwezi umeonekana, basi wewe ni wajibu juu yako ufunge. Na njia ya tatu, ikmalu Shaaban, shahr Shaaban 30 yawman, kukamilisha Shaabani yote masiku 30. Yani umekwenda mpaka 29, mwezi muandamo haukuonekana, utakamilisha siku 30, ili sasa zikishakuwa kamili siku inafuata, ala kulli hal, kwa namna yote haiwezi tena ikapatikana siku ndiyo mwisho. Mwisho miezi yote ya Kiarabu ni 30 na ucheche wake ni 29. Hakuna 28 wala hakuna 31. Kwa hiyo ikifika 30 na haukuonekana mwezi kwenye 10 na 29, basi yalazimu kwa Muislamu kuingia katika hesabu ya mwanzo kabisa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ndio hali ambayo Muislamu anatakiwa afahamu kwamba njia tatu azijue. Kwanza, kuona mwezi, na kuona huku kuna kuwa kwake yeye mwenyewe, au kupata habari kwamba mwezi umeonekana, au kukamilisha siku 30 za Shaabani. Hali kishakuwa hivyo, basi tayari huyu mtu atakuwa ameingia katika mfungo mtukufu wa Ramadhani. Na huku kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani, ayara almar'u hilala, ile njia yetu ya kwanza ile ni mtu kuona ule mwezi wa Ramadhani binafsi yeye mwenyewe. Yani wewe mwenyewe umeuona, sawaan kana dhalika am tariqi al-aini, kwamba umeuona kwa njia ya jicho lako lenyewe limeona huu mwezi mtukufu ule unaonekana, umeandama, mwenyewe umeuona. Au isti'ana, au kapata msaada bi baadhi al-ajhiza al-kashafa, kwa msaada wa vyombo vya kisasa vinavyofunua habari. Baki viko vyombo wataalamu wameviweka vinavyosaidia kuweza kuona mwezi, kama darubini na mfano wa hivyo. Na ikishaonekana hivyo, yakunu saumu wajiban ala haqqi rai, saumu wakati ule inakuwa ni wajibu kwa haki ya yule aliyeona, ni wajibu katika haki yake, anatakiwa afunge. Lakini si yeye, wa fi haqqi amati ahli albalad, na ni haki vile vile wafunge watu wa mji ule wote ambao yule bwana akauona ule mwezi. Lakini si hao tu, waman jawarahu min albuldan, na wale ambao wamekuwa jirani kuna komiji ya huyu aliyeona au mji ule ambao mwezi umeonekana, na wao vile vile wanatakiwa wafunge. Miji gani? Allati tashtariku ma'ahu fil matali', ile miji ambao wanashare katika matali'. Matali' ni neno la Kiarabu, lakini tafsiri yake au sharhi yake ni ile miji ambayo machweo na mawio yanafanana. Fa mathalan, jua lao linachomoza wakati wa kufanana, wakati mmoja, na linapozama vile vile tofauti yake inakuwa ni ndogo, inakuwa nusu saa, dakika 20,
dakika 10, yani si zaidi ya hapo, hata kama itakuwa ni saa moja, lakini miji ambayo haitofautiani kwa kiwango kilichokuwa kikubwa, hayo ndio tunaita matali. Walau lam tathbutu ru'ya inda ghairihi, hata kama haikuthibiti kuonekana mwezi ule mwandamo kwa mtu mwingine, yani imethibiti kwa huyu mtu mmoja. Wadhalika, na hili amalan bi umumi alhadithi sahih, tunatumia hadithi sahihi kabisa katika kuendana na hili kwamba aliyoona ni mtu mmoja, basi hakuna gogoro. Ipo hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo ni sahihi inayosema sumu li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana kwake mwezi. Sio kwamba tu kuona wewe umeonekana mwezi basi nyinyi fungeni. Ina maana kwamba si rahisi, wayataadhar wayakunu min al-asir an yura al-hilalu bi jami'i nas, kwamba mwezi utaonekana kwa watu wote ni kazi ngumu. Wakiona baadhi, na hata mtu mmoja ambaye tutaona wasifu wake mtu huyu wa aina gani, maana sio kila mwenye kuona watu wanapokea habari yake, lakini pia kuna namna za kuona na vile vile nani kaona na uthibitisho huko katika hali gani. Haya yote yanazingatiwa. Ama idha ruddat shahadatuhu bi shay'in qadihin fi shahadatihi, ama kama itarudishwa ushahidi wake, hautokubalika kwa kitu kinachotia dosari, kwamba huyu si mtu mwaminifu, huyu si mtu mkweli, maahudun bil kadhibi, maarufu sana huyu mtu kwa uongo, maarufun bil fisqi, ni muovu, ni mtu ambaye la yutamanu bi khabarihi, hakuhaaminiki kwa habari yake, walaisa bithiqa, wala si mtu mwaminifu. Hapo fa innal wujuba yataayyanu ala nafsihi, wajibu wa kufunga utakuwa ni umeainika, umekuwa ni lazima kwa yeye mwenyewe tu, na wala hautoenda kwa watu wengine. Atatakiwa kwa kuwa yeye kauona na hali yake ya tabia kidogo si nzuri, haiwaridhishi watu, ni mtu muovu, si mkweli, si mtu mwaminifu, atabakia yeye ndiyo mfungaji, na wala haitochukuliwa habari yake kuweza kuwa hoja ya kufunga watu wengine. Naam, hiyo ni njia yetu ya kwanza, kwamba ayura alhilalu bila aini almujarrada, kuonekana mwezi kwa jicho lenyewe, jicho limeona. Wa yakunu as-sawmu wajiban ala haqqi rai, na saumu wakati ule itakuwa ni wajibu kwa haki ya huyu aliyeona, lakini vile vile haki pia ya mji wake kwa kuwa ni mtu mwaminifu, lakini pia itakuwa ni haki kwa miji iliyokuwa jirani. Kama tutatia dosari kwamba si mtu mwema, basi tutaacha wote kufunga, na itakuwa ni haki kwa mtu huyo huyo mmoja, yeye ni wajibu afunge. Njia ya pili, ndugu zangu Waislamu, allati yumkinu ithbat ru'yati alhilal, inawezekana kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi muandamo, hiya tariqatul akhbar, ni njia ya kupewa habari kwamba mwezi umeonekana, na hii njia ndio njia maarufu sana, na hili pia natakiwa lije min qibali al-adli athiqa, lije kutokana kwa mtu muadilifu, tena alwahidi mmoja. Akiwa mtu muadilifu katoa habari annahu raahu, kwamba kauona mwezi, basi hakuna tatizo, kwa sababu limethibiti hili zama zake mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi ya Bedwi ambaye alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inni raaitu lihilala, mimi nimeuona mwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala, tashhadu an la ilaha illa Allah, washuhudilia wewe kwamba hapana wa kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, wa tashhadu anna Muhammada rasulullah, na unashuhudilia kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, anna Muhammad rasulullah, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yule Bedwi akasema, naam, nashuhudilia kwamba hapana wa kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu na Muhammad ni mtume wake. Hapo aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule Bedwi, fa'adhin fi nas, faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia Bilal, fa'adhin fi nas ya Bilal an yasumu ghadan, Bilali waambie watu kesho wafunge.
Kwa hiyo utaona hapa kwamba bedui huyu lamma jaa ila nabii sallallahu alaihi wasallam saalahu ani shahada. Cha kwanza alimuuliza shahada, shahadatu bil uluhiyya wa shahadatu bin nubuwa au bil risala. Kwanza alimuuliza shahada ya uungu wa Allah jalla wa ala, lakini pia akamuuliza shahada ya risala, kwamba shahada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo shahada ni kitu cha kwanza katika kumthibitisha mtu, lazima atolee shahada, na vile vile baada kutoa shahada ndipo sasa lile analolisema likubalike. Kwa hiyo itachukuliwa habari hii kuwa ni sahihi na watu watafunga kupitia shahada ya ndugu yetu huyu. Hilo ni jambo au ni njia ya pili, al-ikhbaru anhu, kupewa habari kupitia mtu muadilifu. Akishatoa habari akatoleshwa shahada, basi watu wanatakiwa wafunge. Njia ya tatu, kuthibiti kwa mwezi muandamo wa Ramadhani, ni ashuhra biruyatihi, ni utangao wa kule kuonekana kwake, yani umeonekana na zaidi ya watu watatu. Watu walio uona wamefikia zaidi ya watu watatu kuendelea, ambao tunaita shuhra. Na shuhra hii ikishaonekana, basi ni wajibu kwa watu wa maeneo hayo ambayo watu zaidi ya watatu wameona wafunge, walau lam yakunu udulan, hata kama wale watatu si waadilifu, kwa sababu ni wengi, basi ule uadilifu unajifuta kwa wingi wao, kwa sababu ni kazi kubwa sana tawatu ala al-kadhibi, kuamua kuwafikiana kusema uongo. Na hili katika watu wa mustalah al-hadithi inakuwa ni shibhu hadithi al-mutawatir, kama mfano wa hadithi mutawatir ambayo inapokelewa na watu ambao ni zaidi ya watu 10, ambao yastahilu tawatuhum, ni muhali hawa watu kukubaliana ala al-kadhibi, kumsemea uongo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo watu watatu hawa na zaidi ambao tunaita shuhra, wakishakuwa wameuona mwezi mtukufu wa Ramadhani, yataayanu ala jami'i nasi an yasumu fi al-yawm al-qabil, wafunge siku inayokuja, kama ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha Bilali kupitia mtu mmoja muadilifu, baada ya kumshuhudilisha kwa nani Mwenyezi Mungu aliposhahudilia, nani mtume aliposhahudilia, basi akaambiwa Bilali awatangazie watu kesho yake wafunge. Hizi ni njia ambazo tumezizungumza tatu, ambazo zinathibitisha muandamo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani katika kufunga, lakini pia hizi zinathibitisha muandamo wa mwezi wa Shawwali katika kufungua kwenda katika Eidu al-Fitri, pamoja na kwamba kutakuwa na tofauti kidogo katika huyu mtu mmoja mwenye kuona mwezi mtukufu wa mwezi muandamo wa Shawwali wa Idi. Kutakuwa kuna tofauti kidogo katika upande wa kuwa, je, watu wafungue kwa ushahidi wake mtu mmoja, kwa sababu ndani ya kufungua kuna maslahi kwa yule aliyeuona. Isije kawa kataka tu kusema hivyo mwezi umeandama, ili kajiandaa na mapochopocho, kajiandaa na nguo, kajiandaa na hivi, akaamua kusema ili watu waende wakaogeidi, kwa sababu kuna maslahi ya nafsi. Ama hili la kuandama kwa mwezi wa kufunga kuna kuiwajibisha nafsi katika jambo zito la kiibada. Kwa hiyo utaona hapa kuna vitu viwili vinatofautiana kidogo kimajukumu. La kwanza ni jukumu kubwa sana, lakini la pili ambao ni mwezi wa kwenda kwenye sikukuu ni maslahi ya nafsi, furaha ya Idi na mfano wa mambo kama hayo. Kwa hiyo kule mtu mmoja inakuwa kuona mwezi wa Idi haikubaliki, kwa sababu inaweza kuwa ni maslahi ya nafsi yake. Naam. Sasa kuna njia nyingine ambazo zimezoeleka sana, nazo ni njia zifuatazo, tukiacha hizo njia tatu. Annahu idha thabata al-hilalu bi ihda turqi al-madhkura fi baladin min al-buldan utudda bihi ahlu dhalika al-balad wa man sharakahum fi al-matali' sharitatan, kwa sharti kwamba hawa watu wote wa miji hii wawe wamefikiana kimatwali, na hili jambo halina matatizo kabisa. Sasa hizo njia nyingine ni wajibu wa watu wote, ambao hii ni njia ipo na ndio ambayo inaleta mzozo.
i'tidadu amatul muslimina bihi mata ma wasalahum balaghu al-istihlali bighadhi an-nadhari an furuq al-matwani wa infaqiha. Ni njia ambayo wajibu watu wote duniani wafunge, na popote takapotokea balagh, taarifa kuwafikia kwamba mwezi muandamo umeandama, hata kama kuachilia mbali an furuq al-matali', tofauti ya matla'i, yani sisi tuko Tanzania, wenzetu wako Angola, tofauti yetu ni kubwa, lakini madamu wametupa habari kwa vyombo vya kisasa, basi sisi tutakiwa tufunge. Hii ni kauli ipo. Na wa ittifaqiha, yani hawabagui watu hawa kwamba yale matwali'i mushtaraka au mutafawita, yameshirikiana kwamba sisi wote jua lachwa pamoja na linachomoza pamoja. Hawaangalii hilo, yani ili muradi kwamba wao inapotokea mwezi umeandama popote pale duniani, basi ni lazima watu wa miji wafunge. Wawe wametofautiana kwenye matwali'i au wamekuwa pamoja kwenye matwali'i, ni wajibu wao wafunge. Hii ni rai ipo. Na kuna rai nyingine, huwa i'tidadu buruyati al-mamlakati al-arabiyyati saudia, na hii rai inaonyesha, ni rai nyingine hiyo, kwamba watu wa Maka tukufu wakiuona mwezi muandamo, basi dunia yote ifunge, kwa sababu wameona watu wa Makkah al-Mukarrama. Na hii ni kauli. Na vile vile kuonekana mwezi huu na nchi ile ya Saudi Arabia, achila mbali Makkah, kama Makkah ile Saudi Arabia ikiona, basi watu wote duniani wafunge. Hii ni kauli ambayo, au Madinatul Munawwara, iwe Makkah al-Mukarrama au Madinatul Munawwara, miji miwili hii mitukufu, ikiona watu wafunge. Lakini wa hadha ra'ayun, rai hii ni rai ambayo haipo katika vitabu, haipo katika fiqhi, ni rai iliyoletwa na baadhi ya ulama almuasirin, baadhi ya wanazuoni wa kisasa, lakini ni jambo ambalo halipo katika maswadir al-kutub, vile vitabu ambavyo ndivyo hasa wanazuoni wetu waliweka misingi ya sheria ya Kiislamu katika mambo mengi, likiwemo na hili la kuandama kwa mwezi muandamo. Ndugu zangu, katika hili nikae kidogo. Katika ikhtilafu al-matali', kuonekana kwa mwezi, tumetoa njia tatu ambazo mmezifahamu: ima kuona mwenyewe, njia ya pili kupewa habari, njia ya tatu shuhra, kwamba imeonekana watu wengi zaidi wameona kwa pamoja. Sasa hii njia ya kwamba ukionekana dunia nzima ni wajibu kwa watu wa miji wafunge, hizi ni kauli, ni rai. Na katika hili kila mmoja ana ushahidi wake. Qur'ani imeweka wazi, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao Qur'ani imeteremshwa ndani yake, huda linnas, ukiwa ni mwongozo kwa watu, wa bayinatu min alhuda, na ndiyo bainisho la uongofu huo, wal furqan, na ndio kitenganishi kati ya haki na batil. Ikasema faman shahida minkum ash-shahra, atakayekuwa hadiran, yupo katika mwezi ule, mwezi mwenyewe wa siku 30 yupo hai kuanzia siku ya kwanza, falyasumhu, afunge. Kwa Qur'ani imetoa uwezekano tu wa mtu kuwa hai, ile faman shahida, atakapokuwa hadiran, ameshuhudilia, imefika Ramadhani wa huwa fi qaidi alhaya, imeingia Ramadhani, yuko ndani ya uhai wake, ni mzima, basi falyasumhu, afunge. Hapa panatosha kwamba uwepo wako ndani ya siku ya kwanza Ramadhani, yataayana alaika as-siyam, inawajibika kwako kufunga, sawaan araaita alhilala biainaika, umeona mwezi kwa macho yako, au ukhbirta an ru'yatihi, au umepewa habari kwamba umeonekana. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni hadithi sahihi mashhur na ina riwaya nyingi sana, ni ile inayosema sumu li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana kwake mwezi.
mwezi unapoonekana basi nyie fungeni. Mliokuwa katika maeneo ambayo taadhara alaikum ru'ya, mwezi umekuwa ni tabu kuona, lakini pia mmepata habari katika miji ambayo mnaafikiana nayo kimatali, miji ambayo mnaafikiana nayo kimatali, hapo yalazimika kwenu mfunge. Kwa hiyo ndugu zangu mnaonisikiliza, tusiingie katika khilafu kubwa. Sisi tufahamu ibada zetu hizi ziko katika nyakati na zipo katika azmina, zama, na zipo katika masiku. Leo kuna baadhi ya ibada mpaka masiku fulani yafike ndio yafanyike, kama hija. Haifanyiki tu kwa siku unaitaka wewe, mpaka ifike siku zake za hija. Zikiingia ndiyo unanuia hija. Na miezi ya hija pia imewekwa azmina. Alhajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi maalumu. Kwa hiyo aweza kavumburuka mtu tu akafanya hija katika mwezi anaotaka, lakini pia ibada yenyewe ina siku maalumu. Al-yawmu thamin min ashri dhil-hijja, siku ya 8 katika zile 10 za hija. Unaanza yawmu tarwiya, unakuja yawmu arafa na yawmu nahr, unakwenda kufanya ibada katika masiku hayo na katika nyakati maalumu. Lakini vile vile ukienda katika swala, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, swala ina nyakati zake maalum. Uwezo ukasema tu saa 5 na swala dhuhri, wa awwal waqti dhuhri zawalu adhilli kulli shay, mwanzo wakati wa dhuhuri ni kupinduka kivuli cha kila kitu. Wa akhiruhu masiru dhilli kulli shay'in mithlahu, mwisho wake ni kivuli cha kila kitu kuwa mfano wa kitu, basi ni mwisho. Na swala nyingine vile vile, na funga na yenyewe vile vile ina wakati wake ambao ni mpaka ufike mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini vile vile mwezi ambao utaonekana kwa utaratibu ule ule ambao miezi yote ya Kiislamu yatakiwa ionekane kwa taratibu hiyo. Kwa hiyo matwali ndio anaifanya ipatikane adhuhuri. Adhuhuri inakwenda kimatwali. Kuna watu wanaswali adhuhuri baadhi ya maeneo, sehemu nyingine watu wamelala. Na funga ni vile vile. Kwa hiyo sisi la yumkin bihali min alahwal an nattahida fil buldan, kuwa kitu kimoja miji yote duniani ni jambo ambalo haliwezekani. Kuna watu leo muda huu ninapozungumza mimi, wengine wamelala, sisi wengine tunakaribia dhuhuri. Naam, kuna wengine ndio kumekucha subhi. Hakadha fi jamii buldani dunia, miji yote dunia, la yumkin bihali min alahwal an tattahida fi matali'iha, haiwezekani kwa hali yoyote kuwa sawa katika matla'i zake. Jambo hili limezungumzwa sana na wanazuoni, limetolewa fatwa nyingi na linaleta dhajja, vurugu katika kila inapoingia Ramadhani. Mimi niseme tuache malumbano katika jambo hili na tuingie katika sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam kaeleza wazi kabisa, hadithi sahihi kabisa, wala haina tabu. Na jambo la ibada zetu tunapoziangalia leo inakuwa ni muhali. Leo mimi ni swala dhuhuri hapa na mtu ile Marekani naye swala dhuhuri kwa muda ule ule, lazima tutaswali tofauti. Hakadha fi siyam, hivi hivi katika funga. Kwa hiyo usia wangu kwa wale wenye kusikiliza mada hii, na ndio tunaielekea Ramadhani, tufunge kwa kuonekana mwezi, kwa sisi wenyewe kuona kwa macho yetu, au kupewa habari ambazo tunazipata zitoke kwa watu ambao tunashare matwali yetu. Matwali yetu ni moja, basi ikija habari ile ni wajibu juu yetu kufunga. Au kaonekana kwa kikundi cha watu katika eneo letu, watu ambao wanaaminika, watu ambao hawana tabu, basi hata kama wana dosari ndogo ndogo katika murua, ile hali ya kibinadamu, lakini kwa kuwa ni wengi, basi yatosha uono wao kuwa ni wajibu kwa watu wa mji ule
kufunga mwezi mtukufu, kuona kwa shuhra. Naam, baada ya maelezo yangu haya, mwisho wa mada hii ni dua ambayo tunapokuwa tumeuona mwezi, basi lazima tuiombe dua ile, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe kuweza kuijua dua hii na kuomba Mwenyezi Mungu atupe baraka ya mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Dua ambayo ni maathur, imetoka kwa mwenyewe mtukufu wa daraja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Mwenyezi Mungu, ahillahu alaina, uandamishe kwetu hu mwezi, au umeuandamisha kwetu hu mwezi, bil amni wal imani, kwa amani na salama. Amnin, amani, wal imani, na imani, wassalama, na vile vile kwa salama, wal islami, na uislamu. Mola wangu mimi, mwezi, na Mola wako ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, umeuandamisha mwezi huu kwetu bil amni, kwa amani, wal imani, na imani, wassalamati, na salama, wal islamu, na uislamu. Rabbi, Mola wangu mimi, wa rabbuka Allahu, na Mola wako ni Mwenyezi Mungu. Wapendwa ndugu zangu, dua hii utakapokuwa umeisoma, basi itaraji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa amani na salama katika mwezi wetu wote wa Ramadhani, toka mwanzo wake mpaka mwisho, lakini hata baada ya hapo. Na sisi Waislamu tumeambiwa, tumeelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Mwenyezi Mungu mkiwa mna yakini mtaitikiwa. Naamini kwa kuomba kwetu dua hii tutaitikiwa mambo yetu mengi, likiwemo la kuwafikishwa kufunga. Sio jambo dogo ukaianza Ramadhani mwanzo mpaka mwisho salama na ukaweza kufunga. Kuna watu wanaishia katikati wakashindwa kufunga, ima kwa maradhi au kwa mauti au kwa ushaitani. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikujalia kwa dua tuliyoiomba au utakayoiomba, mwanzo wake mpaka mwisho wake ukafunga salama, kwa uwezo mkubwa na kufuata taratibu zote za kufunga, ni taufik na ni bahati ambayo Mwenyezi Mungu amekupa wewe kuliko viumbe wengi ambao fursa hiyo hawakuipata. Insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe. Na mada yetu hii tumeizungumza kwa sababu hatuzungumzi na wanazuoni, tunazungumza na wasikilizaji. Kwa hiyo tumeipeleka katika mukhtasar, lakini pia katika kutokuzama katika hoja mbalimbali za kidalili, tumeitoa tu hali ya kuwa ni maelezo na msaada kwa wengi wenye kusikiliza na wengi wenye kuchanganyikiwa. Maana linapotokea jambo hili likakaribia Ramadhani, mganganyiko na mchanganyiko na kelele zinakuwa ni nyingi. Kwa hiyo nawaelekeza Waislamu watakosikiliza hili jambo waelewe mwezi wetu hasa ni ule mwezi tunauona wenyewe, au tukapewa habari na ndugu zetu, au tukapata shuhura ukatangaa kwamba umeonekana, na pia tukaupokea kupitia miji yote ambayo tunakubaliana kimatwari. Kwa maana machweo yetu yako sawa sawa na mawio yetu yako sawa sawa. Hata kama tuna tofauti ile inakuwa si yenye kudhuru, ni ndogo. Kutofautiana kwetu kunakuwa ni kudogo mno. Insha Allah katika kipande cha kwanza hichi na katika eneo hili la kuzungumzia matwali pamoja na nini au namna gani unathibiti mwezi, tutakuwa tumeishia hapa. Bila shaka ndugu yangu almustami' alkarim, umefahamu uzuri, na Mwenyezi Mungu akujalie ufahamu wako uwe ni wa ziada
wala usihitajie kuuliza tena ila kwa kuongezea maarifa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.